kumshambulia mwenzake. Na moja kwa moja kabisa nimeona Doto amepata alama. Amepiga moja, amelenga sehemu sahihi kwa upande wake. Anaonekana kimbia hivi, alafu akirudi anarudi kwa umakini kwa upande wake. Ana mbwembwe. Na Mustafa Doto anaonekana kama anataka kucheza na jukwaa. Kuna punches zimelendi kwake, ameenda kubendi katika canvas, amerudi. Si mbaya, lakini kumbuka hii ni raundi ya kwanza, unatakiwa kuchanga mahesabu yako vizuri sana. Tazama pambano lililopita, namna ambavyo Nasri Haji alivyotumia karata zake vizuri, alivyochanga karata zake vizuri raundi mbili za awali. Ya tatu akagawana, ya tatu akashambuliwa, ya pili, ya nne akagawana. Lakini hii ni raundi ya kwanza. Mustafa Doto amekuwa makini, lakini pia ameruhusu mashambulizi kadhaa kutoka kwa Johnson Mwaipopo, na kwa kimo walau Mwaipopo amemzidi baadhi ya sentimita kidogo mpinzani wake. Na Mwaipopo ni huyu ambaye mwenye ring boot zake nyekundu, socks za blue pamoja na bukta nyeupe na glove nyeusi. Anakatiwa ringi na Mustafa Doto, lakini bado ameonekana yes. Oh! Mustafa Doto anaruhusu mashambulizi, lakini pia anaachia gadi yake iko chini. Kuna sometimes anacheza open guard, sometimes anacheza half guard kama hapa. Amekuwa kwenye kuweza kumchejuzi mpinzani, lakini akumbuke kwamba huyu Johnson Mwaipopo pia ni akili nyingi. Kiwasili hawa wote ni maboksa. Unajua kwenye ngumi kuna aina mbili za mabondia. Damaro Kamara ikikaa kwenye njia akitandika kamba. Maboksa ni wale wakina Pakome, kina Chama, akili nyingi. Maneno vizuri. Kwa hiyo wote wanatumia maarifa zaidi, pasi na nguvu, lakini Johnson Mwaipopo ni bondia ambaye anatumia maarifa. Hii ni raundi ya pili. Lakini katika baadhi ya punch, mfumo wa kujilinda zaidi. So far kwa miaka hivi karibuni mchezo wa boxing mabondia wengi wamekuwa wakicheza kwa kujilinda, kwa sababu usiwe mtu wa kushambulia tu, kwa sababu usipo tizo. Na hii ni sio knockdown, mwamuzi ndio maana kuhesabu. Lakini so far round ya pili Mustafa Doto bado yupo katika changamoto ya yeye kuweza kumeni Mwaipopo. Johnson Mwaipopo anapiga namna ambavyo anavyotaka, yani anamchambua, anapiga body, anapiga kichwa, anapiga body. Tazama hata nguvu za Doto zimekuwa tofauti. Anapiga, anakosa. Yes, right hand nzuri imetua na imerendi kwake. Asipoangalia anaweza akapoteza kwa pointi nyingi. Lakini mchezo ngumi ni mchezo ambao pia mchezo. Lakini hadi sasa Johnson Mwaipopo huyu mwenye dread amecontrol mchezo vizuri. Ameweza kupigana namna ambavyo anavyotaka. Yes! Knockdown. 2 3 4 5. Anamwambia nenda kwenye neutral corner. Yes, anafuta. Unapompiga mpinzani akienda chini, inabidi hautakiwi kuendelea kumshambulia. Unachotakiwa ni kwenda kukaa kwenye neutral corner kusubiri mwamuzi aweze kuwarudisha kati. Nimekwambia mpaka sasa amecontrol vizuri. Sijamaliza kauli yangu. Yes, gadi yake na kuwa iko open sana. Ameingia na palia. Hawezi tena kucheza kama ambavyo ameanza hii raundi ambayo ya pili kama sitakosea, lakini bado ana shida ya kutengeneza mashambulizi. Amebadilisha mfumo, ananyanyua. Yes, maji yamezidi unga, hazina madhara, lakini pia inaonekana tanki kama limetoboka, kwa maana upepo kidogo kama unamuelemea, kwa maana kwamba anamtafuta mpinzani lakini bado hampati. Johnson Mwaipopo kuna kitu amekidhamiria na anakionyesha. Upande wake anakaa anamtafuta mpinzani, hajilindi tena na kama ameonekana tayari, ameshaonekana ya kwamba ameondoka mchezoni kwa upande wake. Baada ya kuanguka amehesabiwa na mwamuzi, lakini ameinuka sasa. Na moja kwa moja unamuona Mustafa Doto akiwa na maliza pambano hili kwa upande wake, ikiwa okoa kwa sababu alikuwa anashambuliwa, lakini ni yeye tu Johnson Mwaipopo huyu mwenye dread kuweza kumaliza pambano. Amemcontrol Mustafa Doto, amecontrol fight. Ukitaka kuamini mpinzani anavyoshambulia, tazama anavyohema. Angalia tumbo lake, kwa maana kwamba upepo umeanza lingo. Fitness ya mpinzani, physical appearance baada ya raundi kuisha. Tazama ngumi ambayo imetua kunafanyia kazi, lakini bado fumbo la Johnson Mwaipopo limekuwa gumu kwa Mustafa Doto kuweza kulifungua. Nikukumbusha hili ni pambano la raundi 4, pambano la Walter, nikiwa namaanisha super bantam, kwenye ring boot nyeusi na bukta nyeusi na glove nyeusi. Na Johnson Mwaipopo ni huyu mwenye dread na ring boot nyekundu. Yes, jab na right imetua. Yes, nice combination, vizuri. Naam, anashambulia Johnson Mwaipopo.
amepewa Mustafa Doto, na Mustafa Doto anajaribu kumseduce kwa jab, lakini anaonekana nguvu zake kwenye kurusha panchi si zile ambazo amekubali. Sasa Johnson Mwepopo kama Jim, unaona amepiga, amemzunguka. Yes, mchezo mzuri kabisa. Kitu ambacho tunachokishuhudia hapa, Johnson Mwepopo yeye ndio ambaye anaupeleka mchezo, yeye ndio ambaye anaamua jinsi ya kuwa mchezo na ndio maana pia anakwenda anampiga Doto, hajilindi tena. Mpaka hivi sasa kwa raundi ya pili hatujamuona akijilinda, na hata raundi ya tatu pia hatumuoni tena akijilinda. Anampatia mpinzani wake mwanya wa kuweza kumwadhibu pale ambapo anapopata nafasi, na ndio maana pia hata Mustafa hata pia Johnson Mwepopo kama kitu ambacho ninachoona bado anakuwa anamfuata, na sasa hivi inaonekana Mustafa Doto sasa ameanza kumuogopa, anarudi zake nyuma, hajilindi tena, anarudi zake nyuma, na Mwepopo anaonekana ya kwamba ni mtu ambaye imekuwa ni ngumu kabisa kwa Mustafa Doto kwa upande wake, hajilindi tena, ameshaondoka hata pia hacha mchezoni, ameonekana ya kwamba anamkimbia mchezo wa Mustafa Doto, kwa sababu amekuwa hataki kukaa naye karibu, kwa sababu ameshagundua kuna namna inamgharimu, ndio maana anataka kupiga akiwa mbali, anaanza na jabu. Yes, vizuri kutoka katika kona yake, lakini amekuwa akicheza open guard. Hii inaweza kumsababishia madhara, kwa sababu kuna namna anashindwa counter punch right ya Johnson Mwepopo, kwa sababu anavyocheza ameenda kwenye kamba na amekaa sehemu ambayo nzuri, Mwepopo anatumia kwa ajili ya kuweza kumwadhibu. Yes, kitu kitakachomgharimu Mustafa Doto kucheza na jukwaa, kutaka kulala kwenye imetamatika. Raundi moja imesalia. Ngoja tupitie tena picha za marejeo tuweze kuona kile ambacho kimetupita walau kwa haraka haraka. Tazama kona zote mbili, ngumi tatu zimefika, ya 4 imefika, ya 5 imeweza kuweza kuweka, ya 6 imefika. Umeelewa? So ni sema ukisimama naye Mwepopo ni hatari zaidi kuliko kutembea, na ndivyo ambavyo raundi hii Mustafa Doto alikuwa akipiga na kuondoka, lakini bado inaonekana maji yamezidi unga. Sitoshangaa kama fight ikiisha raundi zote 4 kamili, sitoshangaa kama fight ipata manufaa kulingana na kile ambacho anachokionyesha. Bado second wa Mustafa Doto anamwambia pigana, yani kwa namna ambavyo maelekezo anavyompa, anamwambia pigana, ingia, wewe ni mfupi, yeye ni mrefu, cheza naye ndani. Umeelewa namna ambavyo anavyomfundisha? Mwili tu unaonyesha kitu gani anaambiwa. Na kona zake, kwa maana kwamba second zake katika kona yake, bado kile ambacho amemwelekeza hakuna cha zaidi ambacho amemuongezea, sana kumwambia focus na mchezo. Raundi ya mwisho hii, raundi ya lala salama, kile ambacho tumekianza bukta nyeusi, kucheza hivi akiwa mbali, lakini akicheza kwa namna ambavyo ya kujilinda zaidi. Na nimeona sasa hivi ameinua gadi, ameacha kucheza akiwa na open guard na half guard, ameinua kwa sababu anajua kabisa ni pambano lenye uzani wa super bantam, ambapo nawakutanisha Johnson Mwepopo dhidi ya Mustafa Doto. Johnson Mwepopo ni huyo ambaye ana rangi ya blue kwa weupe na ring boot zake nyekundu na socks za rangi ya blue, lakini kwa upande wa Mustafa Doto yeye ni blue corner akiwa amevalia bukta ya rangi nyeusi. Kwa moja, hii ni raundi ya 4 katika pambano hili la raundi 4 kabisa, ni raundi ya mwisho kabisa. Kila bondia Mustafa Doto ameonekana sasa, hii ni raundi ya 4. Ameanza vizuri mwanzoni, karibu kwa upande wake, anamwachia mwanya mkubwa sana mpinzani wake. Na yakumbuke kwamba hii ni raundi ya 4, ni raundi ya lala salama. Kila bondia anataka kufanya vizuri. Kuna kitu ambacho anamwachia sana Mwepopo, kile ambacho kinachomtokezea kwa upande wake. Mwepopo ameonekana kujiamini zaidi. Hii ni raundi ya mwisho kabisa kwa upande wake. Anakuwa anatumia akili bado. Mwanzo anaonekana kutumia akili, sasa anapiga mgongoni, sasa anapiga hivi. Sehemu hizi za mbele anapiga akiwa kwa sehemu hii, akiwa anapiga ngumi hivi, kwa maana kwamba wanakuwa wanapigana kawaida, sio ile kupigana kwa ule utaalamu. Ni kama fighter tu na sio kabisa. Gari yake ipo chini kabisa, akiwa na ruhusu mashambulizi moja kwa moja kabisa. Inaonekana Mustafa Doto tosha kabisa kwa upande wake.
anajitahidi naye pia vile vile kubadilika, ikiwa ni raundi ya mwisho kabisa, akiwa anajitahidi kuonyesha, anatikisa kichwa anatumia kimetokea katika raundi zilizopita. Usimkatie mtu raundi ile ya 4. Na hapa ni Nanga Hotel katika maeneo ya Paje visiwani Zanzibar. Unatupata mubashara kabisa kupitia Spice, lakini nikwambie mwenzangu ni tupo pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gurudumu hili na masumbwi linakwenda sambamba kabisa. Nitambue uwepo wa Mad Max Koga kutoka nchini Ujerumani, miongoni mwa mabondia wakubwa sana pia katika mchezo wa MMA, sanaa za mapigano, lakini pia pamoja na timu yake Mad Max Koga ambaye amekuja nayo hapa kwa ajili ya kusupport vijana wa Zanzibar. J Boxing wametuletea usiku huu wa Boxing in Paradise kadhaa kuweza kumalizika. Ni Mustafa Doto dhidi ya Johnson Mwaipopo. Bwana, ngumi nzuri sana hapa zinapigwa, wanaume wanapigana. Boxing ni mchezo wa kupigana, mpira utacheza, basket utacheza, tennis utacheza, boxing utapigana. So far raundi ya 5 inaelekea kutamatika na ni mwanzo mzuri wa kile ambacho kimeonekana toka onekana kumalizika kwa upande wake, ambapo pia mabondia katika raundi hii ya 5 kila mmoja imeonekana kuwa anajaribu vya kutosha kabisa kutoka kwa mpinzani wake. Lakini pia hapo unaona kabisa katika raundi hii ya 5 Mustafa Doto akiinuka kwa upande wake, ambapo pia Johnson Mwaipopo alijitahidi kupiga kwa upande wake na kumpeleka chini uzani wa super bantam. Ni raundi ya 6 hiyo na ni raundi ya mwisho kabisa kwa mabondia hao. Ameonekana mchezoni kwa maneno mpinzani wake Johnson Mwaipopo. Sasa hatujajua raundi hii ya mwisho, raundi ya lala salama itakuwaje, ambapo wanajaribu pia kumpiga katika sehemu za mbavu ili kumaliza nguvu kwa upande wake kumsoni, maana amekuwa akijiwacha wazi sana Mustafa Doto, na akiwa bado anaendelea na zile mbwembwe zake za kwenda nyuma na kurudi mbele, lakini sasa ajitahidi vya kutosha kwa upande wake, na ambapo katika raundi ya kwanza, ya pili na ya 3 tunamwona hata pia Mustafa Doto akiwa tayari ameshachoka, anapumua kwa shida kwa upande wake, anakwenda ili mradi wacha tuone jahazi likilimalizika hili. Na moja kwa moja kabisa na Mwaipopo amejaribu kurudi nyuma, amejaribu kurudi nyuma taratibu sasa, na hizo kelele ambazo zinasikika ni za mashabiki. Kwa upande wake amekuwa anajisahau sasa, ameanza kuchanganyikiwa, hajui anatumia mguu gani. Kwa upande wake mara anatumia orthodox ama southpaw pia vile vile, lakini pia kuna muda pia alikuwa akiiga na kama sio mwamuzi kuwa nyuma yake angekuwa ameanguka tayari kwa lile kombora ambalo lilikuwa limemkuta kwa upande wake. Lakini makombora yote ambayo amekuwa amepigwa usoni, hapana, bado haujanipata, haujafanya kitu chochote kile ambapo pia tunaona. Lakini ile kombora kama sio mwamuzi kwenda kumuelemea, basi tungekuwa tunamhesabia kwa chini second naye. Lakini baada ya kupata ule ubavu wa mwamuzi, akaona ni raundi 6 hilo na kutanisha Johnson Mwaipopo dhidi ya Mustafa Doto. Anamwambia njoo, nataka kurudi mchezoni, maana raundi hii ya 6 ameonekana akijilinda mara nyingi sana. Na Mwaipopo kwa upande wake ikiwa anajaribu sasa kupambana naye mpinzani wake katika raundi ya kwanza, ya pili, ya 3 alionekana kufanya vizuri. Ameonekana sasa kujiacha wazi na tayari Doto ameonekana kumfuata. Ikiwa atajaribu tena ya mwisho pale anaweza akamwangusha. Ikiwa angejaribu pale ya mwisho unaona kabisa Mustafa Doto sasa ameonekana kuchoka kabisa. Ile imepenya nayo imepita kwa upande wake mpaka wakati mwingine anakuwa anamkosa. Johnson. In my hand I have scorecard of the judges, and now I would like to introduce to the result of the judges. Judge number 1, Ahmed, 58-54. Judge number 2, Saidi Nguzo. His score 60-52.